Makamo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche ametoa tamko kali na la wazi kuhusu hatua ya viongozi na raia kupigwa na rungu la kesi za ugaidi nchini Tanzania. Akizungumza kupitia mtandao wake wa kijamii wa X, aliyekuwa mbunge wa Tarime vijijini na kiongozi wa ngazi ya juu wa Chadema John Heche ameeleza kusikitishwa kwake na kimya cha viongozi wastaafu, walimu na wataaluma nchini wakati mambo yakiharibika kwa kasi mbele ya macho ya umma. John Heche ameoji sababu zinazowafanya watu wenye ushawishi na elimu kuogopa kukemea vitendo hivyo, akibainisha kuwa baadhi yao wanachukua msimamo wa unafiki na kujipendekeza kwa utawala badala ya kusimamia haki za wananchi na msingi wa sheria. Makamu mwenyekiti huyo wa Chadema ametoa mfano huo akiguzia kesi inayomkabili mwalimu wa chuo kikuu cha Dodoma, Mwalimu Kaichage, pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu ambao wamefungiwa mashtaka makubwa ya ugaidi. John Heche amesisitiza kuwa hicho ni kitendo cha kubambikiza watu kesi na akakumbusha historia Adolf Hitler ambaye aliwahi kuua mamilioni ya watu duniani wakati watu waliokiita wema wakiwa wamekaa kimya. John Heche alionya kuwa Watanzania wasisubiri nchi izame kwenye shimo ambalo haitaweza kutoka baadaye, kisha kuanza kudai kwamba hawakujua ukubwa wa tatizo hilo kabla alijatokea na kuleta madhara makubwa zaidi katika jamii. Kiongozi huyo wa upinzani ameweka wazi kuwa ufunguzi wa kesi za aina hiyo dhidi ya wasomi na raia unaleta taswira mbaya katika mfumo wa sheria na utawala wa sheria nchini Tanzania. John Heche amefafanua kuwa hali hiyo inaleta hofu kubwa miongoni mwa wananchi na kuzuia uhuru wa kutoa maoni au kukosoa taratibu na serikali na sheria zake. Mtazamo wake unaonyesha kwamba matumizi ya sheria dhidi ya wakosoaji au wakosoaji yanaweza kuwa na athari za muda mrefu katika mifumo ya kisiasa na ya kijamii, hasa pale ambapo makundi ya wasomi wanapoingizwa kwenye tuhuma nzito za uhaini au ugaidi bila ushahidi ulio wazi na unaoelekeweka kwa umma. Makamu mwenyekiti wa Chadema pia ameeleza jinsi ambavyo Mwalimu Kaichage kutoka idara ya sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Dodoma UDOM alivyokuwa nguzo muhimu katika kufundisha uraia, utaifa na haki za msingi za raia. John Heche amebainisha kuwa inashangaza kuona mtaalamu aliyekuwa ametumia muda mrefu kujenga uelewa wa katiba na kijamii miongoni mwa wanafunzi sasa anakabiliwa na tuhuma za ugaidi. Hatua hii kulingana na John Heche inaleta mshtuko mkubwa si tu kwa wanafunzi na wafanyikazi wa vyuo vikuu bali pia kwa jamii nzima inayotegemea taaluma hiyo kujenga misingi bora wa uongozi. Swala hili aliloibua John Heche limeibua maoni na mijadala mbalimbali kutoka kwa wadau wa elimu na siasa kote nchini. Baadhi ya raia wameonyesha kuunga mkono kauli za John Heche kwa kueleza kuwa kesi za ugaidi zimekuwa zikitumika kama chombo cha kunyamazisha sauti mbalimbali za wakosoaji na kwamba ni lazima viongozi wa kisiasa wajitokeze kutetea haki hizo. Miongoni mwa wananchi kuna walioonyesha wasiwasi juu ya hatima ya elimu ya juu na usalama wa wasomi wanaojihusisha na mijadala ya kisiasa na kijamii. John Heche anaamini kuwa mazingira salama na ya taaluma yanahitaji ulinzi wa kisheria na kikatiba ili kuruhusu fikra huru na maendeleo ya kisayansi na kijamii nchini.
Wakati huo huo, uwepo wa kesi kama hizi pia umeleta maoni tofauti, ambapo baadhi ya watu wamekosoa msimamo wa John Heche na kumtuhumu kuwa anachochea migogoro ya kisiasa na kutoaminiana nchini. Wanaoshikilia mtazamo huo wamedai kuwa masuala yote ya kisheria yanapaswa kuachiwa vyombo vya dola na mahakama ili kuamua ukweli wa tuhuma husika baada ya kuingiza mambo hayo kwenye majukwaa ya kisiasa au mitandao ya kijamii. Hata hivyo, John Heche ameendelea kusisitiza kuwa ukimya wa wasomi na viongozi katika nyakati kama hizi unadhihirisha msingi wa utawala wa sheria na haki za binadamu nchini na kuelekeza taifa kwenye kutohoji mamlaka. Makamo mwenyekiti wa Chadema ameguzia pia uwepo wa walimu wengine wa vyuo vikuu kama vile wale wa chuo kikuu cha St. John cha Tanzania ambao pia wamekumbana na changamoto za kisheria na kushikiliwa kwa tuhuma za kuhamasisha maandamano. John Heche ameeleza kuwa vitendo hivi vya kuwashika walimu na wanafunzi vinasababisha madhara makubwa kwa familia zao pamoja na taasisi za elimu zinazowategemea. Kwa mujibu wa John Heche, hali hii inalazimu jamii kupasa sauti ili kuhakikisha kuwa taratibu za kisheria zinafuatwa bila uonevu, matumizi mabaya ya madaraka au maamuzi yanayoongozwa na hofu ya kisiasa. Kauli za John Heche pia zimeangazia mfumo mzima wa vyama vya siasa nchini na jinsi unavyoathiri maisha ya wananchi wa kawaida. Makamu mwenyekiti huyo wa Chadema ameweka wazi kuwa viongozi wa kisiasa wanapaswa kusimamia maslahi ya umma kwa uwazi badala ya kuweka mbele maslahi binafsi au hofu ya kupoteza nafasi zao za uongozi. John Heche amebainisha kuwa kupuuza mambo haya kwa hofu ya kupoteza teuzi au nafasi za uongozi kutaifanya nchi kuingia kwenye mfumo wa uongozi usiojali haki za wananchi wake wala misingi mikuu ya demokrasia na katiba. Mtazamo wa John Heche umezua mjadala mpana kuhusu iwapo mfumo wa sasa wa kisheria na kisiasa nchini Tanzania unatoa nafasi ya kutosha kwa wakosoaji na wasomi kueleza maoni yao bila hofu ya kutiwa nguvuni au kushitakiwa kwa makosa mazito. Kiongozi huyo wa Chadema amehimiza kuwa ni wakati wa sasa raia kutafakari upya mwelekeo wa nchi na kuhakikisha kwa sauti za haki na ukweli hazinyamazishwi na vitisho au kesi za kubambikiza. John Heche amebainisha kuwa maendeleo ya kweli ya kiuchumi na kisiasa yanawezekana pale tu ambapo haki za kila raia zinalindwa bila kujali msimamo au itikadi yake ya kisiasa. Swala hili lililobuliwa na John Heche kupitia mtandao wa X limeendelea kuwa mada kuu miongoni mwa vyama na vyombo vya habari, vyama vya siasa na asasi za kiraia nchini Tanzania. Wananchi kutoka sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu wameendeleza kufuatilia kwa karibu hatima ya Mwalimu Kaichage na wenzake wanaokabiliwa na mashtaka hayo mazito.